أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mwenyezi Mungu amsaidie sana. Anasema katika hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu vita ya Banu Mustalik. Maelezo yake ya ziada yanapatikana katika hadisi na historia. Katika Sahih Bukhari maelezo ya shambulizi hili yameelezwa hivi ya kwamba Nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam aliwashambulia Banu Mustalik hali walikuwa hawana habari yake, na wanyama wao walikuwa wananyweshwa maji kwenye chimchim, na mtume akawaua wale waliokuja kupigana naye na akawateka watoto wao, na siku ile ile akamkuta Juwairia. Msimuliaji alisema Hat Abdullah bin Umar alinisimulia tukio hili, na yeye alikuwepo katika jeshi lile. Wanahistoria na waandishi wa sera wakieleza maelezo ya shambulizi hili katika vita ya Banu Mustalik wanaeleza riwaya mbili kama hivi ya kwamba kana kwamba katika riwaya za Bukhari kuna hitilafu kuhusu hali ya uvamizi wa Banu Mustalik, kwani kwa mujibu wa riwaya ya Bukhari Waislamu walikuwa wamewashambulia ghafla hali Banu Mustalik hawakuwa na habari yake, na hitilafu hiyo ya riwaya ilikuwepo mbele ya Alama Ibn Hajar aliyeeleza maelezo ya Bukhari. Hivyo Alama Ibn Hajar akitatua tatizo hili ameandika ya kwamba upo uwezekano wa jambo hili ya kwamba jeshi la Kiislam lilipokuja kuwazingira ghafla juu ya chemchem, wao wakaendelea kupigana nao kwa muda, kisha safu zikapangwa kati yao na vita pia ikatokea. Waislamu wakashinda na Banu Mustalik wakashindwa. Yani waliposhambuliwa walikuwa katika hali ya kughafilika kama alivyoeleza Imam Bukhari, lakini kisha wao wakapanga safu na vita pia ikatokea kati ya makundi mawili kama walivyoeleza waandishi wa sira. Mirza Bashir Ahmad Saheb katika Sir Khatama Nabiyin utatuzi aliotoa kuhusu swala hili ni kama hivi. Yeye akieleza riwaya ya waandishi wa sera na Sahih Bukhari anaandika ya kwamba kuhusu vita hii kuna riwaya katika Sahih Bukhari ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewashambulia Banu Mustalik katika muda ambamo wao katika hali ya kughafilika walikuwa wananywesha wanyama wao. Lakini tukiangalia kwa umakini, basi riwaya hiyo si zidi ya riwaya za wanahistoria, bali kwa hakika riwaya hizi mbili zinahusika na nyakati mbili tofauti. Yani tukio lenyewe ni hili kwamba jeshi la Kiislam lilipofika karibu na Banu Mustalik wakati yule, kwa kuwa wao hawakuwa na habari ya kwamba Waislamu wamekuja karibu sana, japo taarifa ya kuja kwa jeshi la Kiislam ilikuwa imeshawafikia tayari, lakini wao walikuwa wamepiga kambi bila kuwa na utaratibu wote na kwa utulivu. Na kuhusu hali hiyo hiyo kuna ishara katika riwaya ya Bukhari, lakini walipopata habari ya kufika kwa Waislamu, wao sawa na maandalizi yao waliokuwa wameshafanya ya kupigana vita, wakapanga safu na wakawa tayari kupigana na Waislamu. Na hiyo ni hali ambayo wanahistoria wameieleza.
alama ibn hajar na wahakiki wengine wameeleza ufafanuzi huo huo na hitilafu hiyo, na hiyo ndiyo inayoonekana kuwa sahihi. katika vita hii sahaba mmoja aliuawa shahid, hat hisham bin sababa. katika tukio lake imeandikwa ya kwamba sahaba huyo mmoja tu aliyeuawa shahidi na alikuwa ameuawa na muislamu mmoja kwa makosa tu. jina lake lilikuwa hat hisham bin sababa. sahaba mmoja ansari hat aus alikosea kumwelewa kuwa mshirikina na akaamua shahidi kwa makosa. hisham alitokana na kabila hat ubada bin samit. tukio la kuuawa kwa hisham bin sababa lilitokea hivi kwamba huyu alikuwa ametoka ili kuwasaka maadui, na alipokuwa anarejea wakati ule, kwa sababu ya vumbi kali, mazingira yalikuwa yamechafuka mno. katika hali hiyo ye akakutana na sahaba moja ansari hat aus. ye hakuweza kumtambua na akazani kwamba mtu huyo ni miongoni mwa washirikina, na akimshambulia hisham akamua. ndugu yake hisham ambaye alikuwa anaishi makka na jina lake lilikuwa mikias bin sababa, yeye akaja madina na akakubali islam na akaomba dia ya mauaji ya ndugu yake, mauaji ambayo yalikuwa yametokea kwa makosa. na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia hat aus ili amlipe mikias bin sababa dia ya ndugu yake, ambayo yeye akapokea. lakini baada ya kupata dia, mikias akaamua hat aus kama kisasi cha mauaji ya ndugu yake, na akiritadi akaenda kuungana na quraish. inaonekana alikuwa amekuja kwa mpango tu, kwa sababu ya mwenendo wake huo wa kisaliti uliokuwa kinyume cha desturi ya kawaida ya arabuni, ya kwamba baada ya kupokea dia kisha kumua mtume sallallahu alaihi wasallam kama kisasi chake akaamua kumua. hivyo sahaba moja numela siku ya ushindi wa makka akaamua mikias. katika vita hii inapatikana habari ya kusaidiwa na malaika. vile vile imesimuliwa na umulmuminin hat jubaria ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alitujia. sisi tulikuwa murasi. mimi nikamsikia baba yangu akisema ya kwamba jeshi kubwa limekuja ambalo hatuna nguvu ya kupambana nalo, na hata mimi mwenyewe nilikuwa naona watu wengi, silaha na farasi, mpaka siwezi kueleza hali yake. nilipokubali islam, hajuwaria anasema kwamba nilipokubali islam na mtume sallallahu alaihi wasallam akanioa na sisi tukarejea, nikaanza kuwaona waislamu. sikuwaona katika idadi kubwa kama nilivyowaona katika vita. hapo nikapata kujua ya kwamba hii ilikuwa haiba kutoka kwa allah ambayo allah anaitia mioyoni mwa washirikina. katika banu mustalik mtu mmoja ambaye baadaye akawa muislamu alikuwa anasema ya kwamba sisi tuliwaona wanaume weupe ambao walikuwa wamepanda farasi weusi na weupe. sisi hatukuwaona hapo kabla wala baadaye. kuhusu mali ya ghanima imeandikwa ya kwamba idadi ya ngamia ilikuwa 2,000, idadi ya mbuzi ilikuwa 5,000 na idadi ya wafungwa ilikuwa kama familia 200. baadhi ya wanahistoria wameandika ya kwamba idadi ya wafungwa ilikuwa zaidi ya 700. mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamteua hat buraida bin husayb kama msimamizi wa wafungwa hawa. mali na silaha walizokuwa nazo zikakusanywa, wanyama wakaletwa kwa kuwasukuma. mtume sallallahu alaihi wasallam akamteua mtumishi wake shukran kama msimamizi wa wanyama, na akamteua hat mahmia bin jada msimamizi wa khums na sehemu za waislamu. mtume akatoa khums kutoka mali yote ya ghanima. khums sawa na amri ya allah ni sehemu ya 5 katika mali ya ghanima ambayo inatolewa kwa ajili ya allah na kwa ajili ya mtume wake na jamaa wa karibu.
na kwa ajili ya mahitajio ya dini ya kiislam. Wafungwa wakagawiwa kati ya watu na vifaa wanyama na mbuzi na makondoo pia wakagawiwa. kunapatikana tukio la kuolewa kwa Juwairiya radhiallahu taala anha na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama nilivyoeleza hapo kabla. Watu waliokuwa wamekamatwa na Waislamu, watu wa kabila Banu Mustalik, mmoja wao alikuwa binti wa kiongozi wa kabila lile Haris bin Abi Zarar, jina lake lilikuwa Barra, ambaye Mtume akibadilisha jina lake alikuwa amempatia jina la Juwairiya. Ye alikuwa ameolewa na Musafi bin Safwan ambaye katika vita vya Murasi alikuwa ameuawa. Kama ilivyo desturi wafungwa hawa, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewagawa kwa wanajeshi wa Islamu, na kwa mujibu wa ugawaji huo Barra binti Haris alikuwa amekabiziwa sahaba mmoja Ansari Thabit bin Qais. Barra ili kujipatia uhuru akafanya makubaliano na Thabit bin Qais kwa njia ya mukatbat. Mukatbat maana yake ni kwamba mtumwa au mjakazi afanye makubaliano na mmiliki wake ya kwamba yeye akilipa hela makhsus atajipatia uhuru. Kwa vyote vile yeye akafanya naye makubaliano, na hela iliyopangiwa ilikuwa ni dhahabu okia 9 ambayo ni kama dirhamu 360. Yeye alisema kwamba atalipa kama fidia na hapo ataeleweka kama mtu huru. Na baada ya kufanya naye makubaliano hayo, Barra akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsimulia hali zote, na kwa kumwambia ya kwamba mimi ni binti wa kiongozi wa Banu Mustalak, akaomba msaada wake katika kulipa hela ya fidia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusikia kisa chake akapata asari sana, na aghlabu akizani ya kwamba kwa kuwa yeye ni binti wa kiongozi wa kabila mashuhuri, huenda kwa kumpitia yeye atapata urahisi wa kufanya mahubiri kwenye kabila lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua ya kumwacha huru na kisha kumwoa. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia ujumbe kutoka kwake, na yeye aliporizika Mtume sallallahu alaihi wasallam akalipa fidia kutoka mfuko wake na kisha akamwoa. Maswahaba walipoona kwamba kiongozi wao amemwoa binti wa kiongozi wa Banu Mustalik, wao wakaona kinyume cha shani ya nabii ya kwamba wao waendelee kuwakamata watu wa wakwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivyo familia 100 yani mamea ya wafungwa wakaachwa huru bila kupokea fidia. Ndiyo sababu hata Aisha alikuwa anasema kwamba Juwairiya amethibitika kuwa dhati yenye baraka kwa kaumu yake, na natija ya uhusiano na hisani hiyo ikawa hivi kwamba watu wa Banu Mustalik wakipata athari ya mafundisho ya Islam wakaingia katika Islam katika muda mchache. Kuna riwaya nyingine isemayo ya kwamba baba wa Juwairiya hata Haris akiwa na fidia ya binti yake alikuwa amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akilipa fidia na kumpatia Juwairiya uhuru. Yeye mwenyewe pia akakubali Islam na kisha akaolewa na Nabii Karim sallallahu alaihi wasallam. Katika Sirat Ibn Hisham inapatikana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporejea Madina kutoka vita ya Banu Mustalik, baba wa Juwairiya Haris bin Abi Zirar akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumlipa fidia ya binti yake. Ye alipofika kwenye bonde la Atik, ngamia ambao alikuwa amewaleta ili kulipa kama fidia ya binti yake, ngamia wawili alikuwa anawapenda sana. Ye akawaficha katika pango moja la bonde la Akik. Kisha ye akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wewe umemkamata binti yangu na hii ni fidia yake. Mtume akasema kwamba wale ngamia wawili wako wapi ambao ulikuwa umewaficha katika pango fulani fulani ya bonde la Akik? Haris akasema mimi natoa shahada ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa Allah na wewe ni mtume wa Allah. Kisha alisema kwamba wallahi ni Allah ambaye amekujulisha juu yake, kwani wakati ule hakuwepo mtu yeyote mwenye kujua kuhusu ngamia wala wale isipokuwa Haris tu.
kisha haris akakubali islam na pamoja naye vijana wake wawili pia wakakubali islam na watu kadhaa wa kaumu yake wakakubali islam. riwaya moja inasema kwamba ndugu ya hat juwaria abdullah bin haris alikuwa ameleta fidia ya watu wa kaumu yake, lakini njiani alikuwa ameficha ngamia na mjakazi mmoja wa habsha katika sehemu moja. kisha abdullah akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akaongea naye kuhusu wafungwa. mtume akasema kwamba ni sawa, lakini umeleta nini kama fidia? ye akasema sikuleta chochote. mtume akasema kwamba sasa ngamia wale na mjakazi mweusi yuko wapi ambao uliwaficha maeneo fulani fulani? kwa kusikia hayo abdullah akasema mimi natoa ushahidi kwamba mungu ni mmoja na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa allah. na akasema ya kwamba wakati ule nilikuwa peke yangu nilipokuwa nimeficha mali hiyo ya fidia, wala mtu yote amekufikia kabla yangu, ili muradi baada yake ye akakubali islam. hazrat bashir ahmad saheb ameandika ya kwamba kuhusu ndoa ya juwaria kunapatikana riwaya hii moja ya kwamba baba yake alipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam ili kumwachisha, kwa kuona hulka zake tukufu akakubali islam. na kisha baada ya kupokea ujumbe kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ujumbe wa kumwoa juwaria, yeye mwenyewe akamwoza binti yake kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa furaha. hajuaria anasimulia ya kwamba siku 3 kabla ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam niliona katika ndoto, yani mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekwenda kwa banu mustalik, anasema niliona katika ndoto ya kwamba mwezi umetoka kutoka Yasrib na umekuja kuanguka kwenye mikono yangu. mimi sikupenda kumsimulia mtu yeyote ndoto yangu mpaka akaacha mtume sallallahu alaihi wasallam. tulipofungwa mimi nikapata imani ya kutimia kwa ndoto yangu. mtume sallallahu alaihi wasallam aliponiacha huru na akaniua, wallahi mimi nilikuwa sikuongea naye kuhusu kaumu yangu. mimi sikumwomba lolote kuhusu uhuru wa kaumu yangu hadi waislamu wenyewe wakawaacha huru. mimi sikujua mpaka binamu yangu mmoja akaja kuniambia, na hapo mimi nikamhimidia mwenyezi mungu. ye akaniambia na hapo mimi nikamhimidia mwenyezi mungu. ibn hisham ameandika ya kwamba mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipanga mahari ya juwaria kama dirhamu 400. kwa vyote vile mtume sallallahu alaihi wasallam alirejea madina akiwa ameshinda katika vita hii, na kwa ujumla siku 28 mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa nje ya madina. wakati wa kurejea kutoka vita ya banu mustalik, mkuu wa wanafiki abdullah bin ubai bin sulul, namna ambavyo alivyodhihirisha na kutangaza unafiki na uasi wake, habari zake zinapatikana katika historia. maelezo yake ni kama hivi kwamba vita pamoja na banu mustalik ilifikia tamati yake na waislamu bado walikwepo kwenye kisima cha murasi, na maji ya kisima yalikuwa chini sana. ndo ilikuwa inatupwa mle na ilikuwa inatoka huku imejaa nusu. sina bin wabar johni akaja kwenye kisima, ambaye alikuwa na uhusiano wa kirafiki na banu khazraj. wakati ule kundi moja la wahajiri na ansar walikwepo karibu na kisima. sinan bin wabar akatoa ndoo yake, na mtumishi wa umar bin khattab jahja bin masud pia akatia ndoo yake ili kuchota maji. ndoo za sinan na jahja zikagongana na watu hao wakaanza kubishana. maji yalikuwa madogo, hakuna aliyepata maji ya kutosha. jahja akampiga sinan na damu yake ikaanza kutoka. sinan akawaita wenzake akisema eni answar, na jahja akaita wenzake eni wahajiri. na riwaya moja inasema kwamba alisema eni makuraish. kundi moja la makabila yote mawili likaja na wakatoa silaha. ilikuwa karibu fitna kubwa ingetokea, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akapewa taarifa na yeye akatatua tatizo hilo. kwa vyote vile kuna riwaya zinazoeleza maelezo yake.
sawa na riwaya moja ya sahih bukhari. Sababu ya mzozo ambayo imeelezwa ndiyo hii ya kwamba mtu mmoja wa wahajiri alimpiga mtu mmoja wa answar kwenye mgongo wake. Hapo answari huyo akasema kwamba eni maanswar njoni munisaidie, na mhajiri akasema kwamba eni wahajiri njoni munisaidie. sababu ya kubishana kwao ilikuwa ni kisima cha maji. mtume sallallahu alaihi wasallam akaja na akasema kwamba hayo ni mambo ya kijinga, mnaongelea mambo gani? mtume akaambiwa hali yote. mtume akasema kwamba nini, muache jambo ambalo linakata udugu. kila mmoja anatakiwa amsaidie ndugu yake, hata kama awe mzalimu au awe amezulumiwa. kama ni mzalimu basi amzuie kufanya zuluma, na kama amezulumiwa basi amsaidie. kundi moja la wahajiri waliongea na hat ubada bin samit, na kundi moja la ansar waliongea na sinan. hapo sinan akaacha haki yake. walifikisha mambo yote kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapo sinan akaacha haki yake. abdullah bin ubay alikuwa ameketi pamoja na wenzake wanafiki 10. hazrat bin arkam pia alikuwepo kwenye majlis yake, lakini yeye bado alikuwa na umri mdogo. sawa na baadhi ya riwaya alikuwa hakupata ubalehe, ilhali sawa na baadhi ya riwaya alikuwa ameshapata ubalehe. abdullah bin ubay akapata kusikia sauti ya jahja kwamba eni watu wa quraish. ye akashikwa na hasira kali, akasema wallahi sikuwahi kuiona siku kama hii ya leo. akasema wallahi tangu mtume afike madina nilikuwa naichukia sana dini yake, lakini watu wa kaumu yangu hawakunisikia na wao wakakubali islam. watu wa quraish wakaja kututawala na wakazidi kwenye mji wetu, na wao hawakutoa shukurani juu ya hisani zetu. watu hawa wa quraish kama inavyosemwa, ye akatoa mfano mbaya sana kwamba umlishe mbwa ili yeye akuangamize. alisema kwamba nilikuwa nadhani kwamba mimi kabla ya kusikia sauti kama hiyo ningekufa kama alivyokuwa ametoa jahja. mimi nipo hapa lakini siwezi kuvumilia. wallahi kama tukifika madina basi mtu mwenye heshima zaidi atamfukuza mtu aliyezwalili. kisha yeye akielekea kwa watu wa kaumu yake waliokuwepo akasema kwamba nini wenyewe mmejizulumu nafsi zenu, nini mliwakalisha kwenye mji wenu na wao wakaendelea kuishi kwenye mji wenu, nini mkapanga sehemu zao kwenye mali yenu mpaka wao wakawa matajiri. wallahi hata sasa hii pia muzuie mikono yenu, wao wakiacha mji wenu wataondoka kwenda kwenye mji mwingine. watu hawa hawakurizika juu ya yale mliyofanya kwa ajili yao. akajaribu kuwachochea sana zidi ya wahajiri. alisema kwamba wahajiri hawakurizika juu ya yale mliyofanya kwa ajili yao, hadi nini mkajitolea sana kwa ajili yao, nini mkauawa kwa ajili ya muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nini mkawafanya watoto wenu kuwa yatima. natija yake ni kwamba nini mkawa wachache na wao wakazidi. hazrat bin arkam aliposikia jambo hilo la abdullah bin ubay kwamba tukifika madina basi mtu mwenye heshima zaidi atamfukuza mtu aliyezwalili, ye akasema kwamba wallahi wewe ni zalil kwenye kaumu yako, wewe ni mtu wa chini, na muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwenye shani kutoka kwa allah na mwenye kushinda na ana nguvu kutoka kwa waislamu. ye akaonyesha ghira. hapo abdullah bin ubay akasema kwamba unyamaze tu, mimi nilikuwa nazungumzia mambo ya ucheshi tu. yani ye akapata hofu na akaogopa. zaid bin arkam kwa kusikia habari hizi zote akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakati ule mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kundi moja la wahajiri na ansar. zaid akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam mambo yote ya abdullah bin ubay. katika riwaya ya bukhari inapatikana kwamba zaid bin arkam akaongea na baba yake mdogo kuhusu tukio hilo, na baba yake mdogo akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam. hapo mtume akamwita zaid. mtume sallallahu alaihi wasallam hakupenda jambo la zaid na rangi ya uso wake ikabadilika. mtume akasema, ewe kijana,
labda wewe una hasira juu ya ibn ubai. zaid akasema hapana ya rasulllah, wallahi nimesikiliza kutoka kwake jambo hilo. mtume akasema kwamba labda umekosea kusikia. zaid akasema kwamba wallahi sio hivi. mtume akasema labda swala limechanganywa juu yako. zaid akasema ya rasulllah, wallahi sio kama hivi. katika jeshi jambo la ibn ubai likashamiri na watu walikuwa wanaongelea habari hiyo, na watu wa ansar wakaanza kumlaumu zaid na wakasema kwamba wewe umeleta shutma juu ya kiongozi wa kaumu yako, we unasema jambo ambalo ye hakusema. baba yake mdogo wa zaid pia akaonyesha hasira juu yake, akasema kwamba umefanya nini? mtume amesema kwamba wewe ni mwongo na amekasirika juu yako. zaid akasema kwamba wallahi yale aliyosema abdullah bin ubai nimesikia mwenyewe. wallahi katika khazraj nilikuwa simpendi mtu yote zaidi kuliko abdullah bin ubai, na kama jambo hilo ningelisikia kutoka kwa baba yangu lazima ningemwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. mimi simjali mtu yeyote. alikuwa na imani imara sana. alisema hata kama baba yangu angesema jambo hilo mimi ningeenda kumwambia mtume saa salam, na nina imani kwamba mwenyezi mungu atateremsha wahi juu ya nabii wake, jambo ambalo litasadikisha kauli yangu. zaid akashikwa na huzuni kali. anasimulia mwenyewe kwamba nikapata ghamu ambayo nilikuwa sikuipata hapo kabla. nikaendelea kubaki kwenye nyumba yangu. hapo maana ya nyumba ni sehemu ambapo waislam walikuwa wamepiga kambi na si nyumba ya madina, kwani tukio hili lilitokea nje ya madina. zaid kwa ajili ya kuepukana na watu akaacha kuja mbele yao. alikuwa na hofu kwamba watu wakimwona wasije wakasema kwamba umesema uongo. upande wa pili wa answar waliokuwepo kwenye majlis waliposikia kauli ya mtume saa salam, watu wachache wakasimama na wakaja kumwambia abdullah bin ubai, na awas bin kholi akasema kwamba e abu hubab, hiyo ilikuwa kunia yake, kama jambo hilo uliko umesema basi umwambie mtume ili yeye afanye istighfar kwa ajili yako, na we usikatae jambo hilo. usije ukashuka wahi zidi yako na ukukadhibishe, na kama hukusema jambo hilo basi uje kwa mtume na ueleze uzuru wako na ule kiapo kwamba we hukusema jambo hilo. ye akaala kiapo cha allah kwamba ye hakusema lolote. kisha ibn ubai akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume akamwambia kwamba ewe ibn ubai, kama jambo hili uliko umesema basi ufanye toba. ye akaanza kula kiapo kwamba zaid alichosema mimi sikutamka. katika riwaya nyingine inapatikana kwamba abdullah bin ubai alipopata habari ye akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na ye akaala kiapo cha allah na akasema kwamba jambo ambalo zaid amekwambia mimi sikusema. na katika riwaya ya tatu inapatikana hivi kwamba mtume sallallahu salam alimuita abdullah bin ubai na wenzake na wao wakala kiapo kwamba wao hawakusema jambo hilo. hapo baadhi ya maswahaba ansar wakasema kwamba labda mtoto amepata mashaka na huenda hakukumbuka jambo ambalo ibn ubai alikuwa amelisema, na wao walisema ili kumtetea ibn ubai, kwani huyu alikuwa mwenye heshima kwenye kaumu yake. na baadhi ya watu wakazani kwamba zaid anasema kweli na wengine hawakufikiri sahihi juu yake. baadhi yao wakawa na yakini kwamba zaid japokuwa ana umri mdogo lakini anasema ukweli, na baadhi yao walikuwa wanasema kwamba zaid labda amekosea kusikia. hata umar bin khatab anasema kwamba tukio la ibn ubai lilipotokea mimi nikaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameketi akiegemea kivuli cha mti, na mtu mmoja mweusi alikuwa anamhumudia. mimi nikasema labda wewe una maumivu kwenye mgongo wako. mtume akasema kwamba usiku uliopita ngamia alikuwa ameniangusha. nikasema ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam. kisha nikaja kuongea naye jambo halisi. nikasema kwamba ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, ni ruhusu ili nimue ibn ubai. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba nikiwaamuru maswahaba ili wamue wao watamua tu,
lakini watu wengi wa madina watachukia jambo hilo. Nikasema ewe mtume wa allah sallallahu alaihi wasallam, umwamuru muhammad bin maslama ili yeye amue. mtume akasema kwamba watu wasije wakaanza kuongea kwamba mimi na wao watu wangu. kisha nikasema kwamba wewe uwaambie watu waondoke. mtume akasema kwamba sawa. riwaya moja inasema kwamba mtume saa salam akamwambia umar kwamba yeye awatangazie waislamu ili waondoke. huo ulikuwa muda wa mchana ambapo kikawaida mtume alikuwa hasafiri. mtume alikuwa na wazo kwamba yeye ameongea jambo la namna hiyo, na kwa ajili ya kutimiza akasema kwamba sasa kama anasema kwamba mtu zalil atafukuzwa, basi tunarudi madina halafu tuone anafanya nini. hata umar anasema kwamba mimi niliwatangazia waislamu kuondoka. wakati ule ilikuwa joto kali sana, na hii ilikuwa tabia ya mtume kwamba alikuwa na safiri wakati wa baridi. lakini habari ya ibne ubai ilipofika, mtume akaondoka na saad bin ubada akakutana naye, na wengine wamesema kwamba usaid bin huzair akakutana naye. wao wakasema assalamu alaika ayuha nabiyu warahmatullahi wabarakatuhu. nabii saa salam akasema waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuhu. ye akasema ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, umeanza safari katika muda huu, na kikawaida wewe husafiri katika muda kama huo, yani kwenye joto. mtume akasema kwamba je, jambo lile halikufikia ambalo mwenzenu amelisema? ye akasema ya rasulllah, ni nani? mtume akasema abdullah bin ubaiya amesema kwamba ye atakaporejea madina, basi mtu mwenye heshima atamfukuza mtu aliyezwalili kutoka madina. ye akasema ya rasulllah, kama ukitaka basi tumfukuze kutoka madina, kwani yeye ni mtu zalil na wewe ni mwenye heshima, na heshima ni kwa ajili ya allah na kwa ajili yako na kwa ajili ya waumini. kisha akasema kwamba ya rasulllah sallallahu alaihi wasallam, umvumilie, wallahi mwenyezi mungu amekuleta katika madina. wakati ule kaumu yake ilikuwa inajiandaa ili kumvisha taji. mwenyezi mungu alipokuleta madina, ye anafikiri kwamba labda ufalme wake umenyanganywa. mtume akapata yakini kuhusu jambo la zaid kwamba amesema sahihi na abdullah anasema uongo. lakini wakati ule kwa hikma mtume akaendelea kukaa kimia na akasema kwamba tuende madina halafu tunaona kwamba nani zalil na nani mwenye heshima. lakini mwishowe hiyo ndiyo iliyothibitika kwamba abdullah bin ubai alikuwa amekosea na alikuwa amesema mambo haya. mirza bashir ahmed saheb ameandika maelezo yake ambayo inshallah nitaeleza katika siku za usoni. ijumaa ijayo inshallah jalsa salana ya uingereza itaanza. kwa ajili yake mufanye dua mwenyezi mungu aibariki kwa namna zote na awajalie watumishi wote kwamba wakionyesha hulka tukufu na njema na kwa jaziba ya kujitolea, mwenyezi mungu awajalie waweze kutekeleza wajibu wao. wageni waliokuja, mwenyezi mungu awalinde, na waliopo safarini na wanaendelea kuja au wanaanza safari, mwenyezi mungu awajalie wote fadhili yake na awalete kwa uhifadhi wake. nitaeleza kuhusu baadhi ya marehemu na nitasalisha jina yao. marehemu wa kwanza ni bi salima banu sahiba ambaye alikuwa mke wa hamid kausar sahib nazir dawat ilallah kaskazini hind. siku za nyuma yeye alifariki dunia. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. marehemu alikuwa musi. muhammad hamid kausar sahib anaandika ya kwamba marehemu alikuwa binti wa abdul ghani saheb marhum gadar wa jammu kashmir, ambaye kwa kumpitia maulid muhammad hussein saheb mwaka 1995 alikuwa amefanya bayat. katika jalsa salana kadian akisafiri safari ya milima na yenye barafu, alikuwa amefika kwa kutembea kwa miguu, na sehemu ya safari alikuwa amefika kwa kusafiri kwa gari la farasi, na alikuwa anahudhuria jalsa salana kadian
na alikuwa anasikiliza hutuba za khalifatulmasih raziallahu taala anhu wa pili. Anasema kwamba nilikuwa napata posho ndogo, lakini mke wangu alikuwa anajikimu kwa njia nzuri sana, na pia alikuwa mkarimu na alikuwa anawahudumia wageni. Alikuwa anasema kwamba mwenyezi mungu ametia baraka kwenye posho hiyo. Alikuwa hakulalamika. Ni somo kwa wale ambao saa nyingine wanaanza kulalamika. Kisha Kausar Saheb anasema kwamba katika Srinagar ilikuwa kituo changu cha kwanza, na kutoka Srinagar nikapata uhamisho kwenda Bombay. Katika Bombay mke wangu alipata huduma ya kuitumikia kama sadr lajna. Kisha nikapata uhamisho kwenda Kababir, na ye akasema kwamba kujifunza Kiarabu ni mushkil kwa ajili yangu, lakini yeye alijifunza lugha ya Kiarabu na akajifunza haraka sana, na kisha akatoa mchango mkubwa katika kuwalea lajna imaila. Kuanzia 86 hadi 97 kwa miaka 11 akatoa huduma kama sadr lajna imaila Kababir. Akaboresha tanzim ya lajna imaila, akaanza kufanya ijtimaa. Khalifatulmasih Rabi rahimahullah pia alikuwa amemsifu. Wakati ule ijtimaa ya lajna imaila jamaat Kababir ilikuwa inafanywa. Khalifatulmasih Rabi rahimahullah taala alieleza kuhusu ijtimaa, na alisema kwamba hiyo ni ijtimaa yao ya 5, na kisha alisema kwamba idadi kubwa ya lajna imaila Kababir ni wanawake wa Arabu, isipokuwa ni mama mmoja tu ambaye ametoka Kashmir, Hindustan, lakini sasa ye pia amekuwa kama Mwarabu. Kisha anasema kwamba mwaka 1998 nikarejea Pakistan. Ye akaja pamoja nami, na marehemu akaendelea kuhudhuria Baitullah na msikiti wa Mubarak na Baitulzikr na Behshti Makbara kwa ajili ya nafal na dua. Sharif Ode Saheb Amir Kababir anaandika ya kwamba marehemu aliteuliwa kama sadrlajna wa kwanza. Kwa miaka 6 akaendelea kutoa wajibu wake huo. Kwa yote vile alipokuwa akiishi Kababir aliendelea kuitumikia lajna imaila. Marehemu akatoa mchango mkubwa katika kuwalea lajna imaila. Marehemu akafanikiwa kujenga uhusiano mzuri pamoja na jamaat Kababir kwa kupitia khulqa zake tukufu. Akaanza kujifunza lugha ya Kiarabu, na yeye akaanza kufanya kazi kama awe mmoja wao. Na anasema kwamba katika miaka hii 20 iliyopita, hata baada ya kurejea Qadian, akaendelea na kuwasiliana na kina mama wa Kababir, na alipokuwa anaishi huko alikuwa anawatumikia wageni wa Masihi Maud Rasul Salam. Alikuwa mkarimu sana, na pia alikuwa anafanya usafi wa Jamaati Center, yani kituo cha Jamaati. Ameacha binti moja na vijana wawili. Mwanawake mmoja ni Mbashiri Ataul Mujid Mbashir Kausar ambaye anaitumikia MT Al Arabia, na binti yake Bushra Kausar anaishi Holland, Uholanzi, ambaye ni mke wa Dr. Ayman Ode Saheb, na anaendelea kuitumikia katika nchi ya Uholanzi kama katibu wa khidmat khalq, yani katibu wa kutoa huduma kwa binadamu. Mwanawake Mbashir anaitumikia MT Al Arabia hapa Uingereza, na Sharif Kausar anaendelea kuitumikia jumuiya kama naib sadr Majlis Ulama Ahmadiyya, na pia ni Mbashiri, na pia ni additional in charge idara Sami Basri. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni Nurul Haq Mazhar Saheb. Alikuwa mkazi wa Lahore na alikuwa baba wa Raghab Ziaul Haq, mbashiri wa jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya Tanzania. Siku za nyuma alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi.
raghab ziaulhaq saheb anaandika ya kwamba kwenye familia yake jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake munshi muhammadin saheb ambaye 1905 pamoja na baba yake mdogo alikuwa amefanya bayati. alikuwa amefanya bayat baadaye, lakini mwaka 1905 alikuja Qadian, akapata bahati ya kuswali nyuma ya masihi maut. akaomba ombi la kufanya dua, lakini tangazo likatangazwa kwamba masihi maut hajisikii vizuri, hivyo bayat haitafanywa. na wakati ule akarejea na kisha akafanya bayat juu ya mkono wa khalifatulmasih al awal. 1974 alikuwa anaishi katika nyumba ya kupanga. maadui wakaunguza nyumba yake na wakateketeza vifaa vyote. hakuna mtu aliyekuwa anamhifadhi. kisha ahmadi ya moja akamhifadhi kwenye nyumba yake. anasema baba yangu akaendelea kuishi kwenye nyumba ndogo sana, hakulalamika kamwe na hakusema kwamba vifaa vyote vimeungua vimeteketezwa. na baadaye mwenyezi mungu akamjaalia uwezo wa kujenga nyumba yake, na alikuwa anasema kwamba hayo ni malipo ya kujitolea ya mwaka 1974 ambayo mungu amenipatia. mwaka 1974 alikuwa analinda msikiti wa mughlpura. watu wasio wa ahmadia wakaja kuushambulia msikiti, wakampiga nondo moja juu ya kichwa chake, ye akapata majeraha na nishani hiyo ikaendelea kubaki juu ya kichwa chake. mbashiri anasema kwamba mimi nimemwona baba yangu akiswali swala ya tahajudi huku akilia mbele ya mwenyezi mungu. alikuwa na swali swala zote kwa wakati. nyumba yake ilikuwa kama kituo cha kuswali swala. alikuwa imamu wa swala, yani alikuwa anaswalisha swala. alikuwa akiwasihi watu wa nyumbani ili kuswali swala na kusoma Qur'an tukufu. safari moja imamu wa msikiti wa mtaa alitoa hutuba akisema kwamba wahamadia wana Qurani tofauti na hawaswali kama sisi tunavyosali. anasema kwamba kulikuwa na jirani yetu katika msikiti ule. ye akasimamana akasema, mwalimu saheb, wewe husemi sahihi, kwani kwenye mtaa mzima ni nyumba moja tu ambamo sauti ya kusoma Qurani inatoka, na ile ni nyumba ya Nurul Haq, na ye anasoma Qurani ile ile tunayosoma sisi. siku hizi ni hofu ya mashekh, hakuna awezaye kusema mbele yake. lakini marehemu alikuwa mtu mashuhuri mwenye hulka njema sana. hata katika maradhi yake ya mwisho watu sio wahamadia walikuwa wanakuja kumjulia hali. alikuwa mkarimu sana, alikuwa akiwasaidia watu wenye haja. ameacha kijana mmoja na mabinti watatu katika familia. binti yake ni mke wa Ali Mahmud Saheb, mbashiri wa Jamaat Amatul Matin. ye akiwa nchini Ghana hakuweza kushiriki kwenye mazishi ya baba yake. na mwana wake Raghab Ziaul Haq pia ni mbashiri katika Tanzania, anaendelea kuitumikia Jamaat, na kwa sababu yake hakuweza kushiriki kwenye mazishi ya baba yake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watu wa familia subira na uvumilivu. marehemu anayefuata ni Amatul Hafiz Nigat Sahiba ambaye alikuwa mke wa Muhammad Shafi Sahib marhum wa Rabwa. yeye pia siku za nyuma alifariki dunia. marehemu alikuwa musi na alikuwa mama mkwe wa Mubarak Tanvir Sahib, mbashiri wa Jamaat Ujerumani. ni binti yake Amatul Jamil Ghazala ambaye ni naib sadr lajna wa Ujerumani. Amatul Jamil Sahiba anaandika kwamba mama yangu alikuwa na swala kwa wakati na kufunga saumu. alikuwa na sifa chungu nzima sana. mtu akisema kwa ajili ya dua, basi alikuwa anaona kwamba ni wajibu wake kumwombea, na alikuwa anafanya dua kwa ajili yake kwa moyo wake wote. alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. alikuwa anawapatia watoto wake somo hilo. alikuwa mwenye kushiriki kwenye mipango yote ya kijamaati, na alitufundisha kwa matendo kwamba kuitumikia dini ndiyo hazina halisi. alipata bahati ya kuitumikia lajna juu ya nyazifa mbalimbali. alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri sana. alikuwa anaenda kuyatembelea maeneo mbalimbali ya mbali hata kwa miguu. wakati ule ilikuwa ruhusa ya kufanya mahubiri,
hivyo akaendelea kufanya mahubiri. Alikuwa anaandaa medical camps na alikuwa anagawa homeopathy, dawa ya homeopathy. Kwa sababu ya juhudi yake mwenyezi mungu akamjalia kupata bayati 50, yani watu 50 walipata bahati ya kujiunga na jamaat kwa sababu yake. alikuwa hana elimu kubwa, lakini alikuwa na shauku ya kujifunza dini. alikuwa anasoma vitabu vya dini na alikuwa anaongea mambo yenye hoja. alikuwa anaongea na watu wote sawa na viwango vyao vya elimu, na alikuwa anawasaidia watu wote. Daima alikuwa anawaambia kina mama kwamba badala ya kuomba mufanye juhudi ili kujipatia ajira. aliweza kuwalea mabinti maskini na kisha akavumilia matumizi ya harusi zao, na aliendelea kuwatumikia kwa wema sana. ghazala saheba anasema kwamba nilipenda kukutana naye. yeye akasema kwamba alisema kwamba kwa kuwa umejitolea maisha wakfu, hivyo si kuzuii wewe urudi baada ya likizo yako. kaka yangu pia alisema alipokuwa anaumwa sana kwamba umwite. ye akasema hapana, ye amejitolea wakfu, hivyo mwache abaki pale pale kwenye nyumba yake. ameacha kwenye familia vijana wawili na mabinti wawili na wajukuu wengi ambao kwa namna yote iwayo wanaendelea kuitumikia jamaat. alikuwa amesimamisha mazingira matakatifu kwenye nyumba yake, na kwa fadhili ya allah wanawakwe pia wanaendelea kuitumikia jamaat. mwenyezi mungu amghufiri na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله